Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi hiki kizuri, kipindi pendwa cha manukato ya sifa, ambapo unapata wasaa mzuri wa neno la Mungu. Kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 14, Biblia inatuambia kwamba tena habari njema za ufalme wa Mungu zitahubiriwa kwa mataifa yote kuwa ushuhuda kwao. Sasa hii nao ni mojawapo au ni miongoni mwa ishara ya ule mwisho au na ule urejeo wa Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani tena kwa mara ya pili kulichukua kanisa lake pamoja na watakatifu wake. Neno la Mungu au Yesu Kristo wakati akiongea na wanafunzi wake katika mlima, alipokuwa akiwaambia kwa habari ya siku za mwisho na mambo ambayo yatatokea siku za mwisho na baadhi ya viashiria ikiwemo vita, matetemeko, njaa, upendo wengi kupoa. Lakini Yesu aliwaambia msitishwe mapema hata kuiacha imani, kwa sababu hayo mambo yote hayana budi kutokea, lakini huo ni mwanzo wa utongo, yani huo ni mwanzo wa dalili. Lakini akasema mtakapouona habari njema za ufalme wa Mungu zimehubiriwa kwa mataifa yote, ndipo ule mwisho utakapokuja. Nipo hivi jicha kwamba kuna nabii nyingi kaza wa kaza ambazo Biblia imezisema kuhusu habari za mwisho na habari za kurudi kwake Yesu Kristo, lakini Bwana wetu Yesu Kristo jambo hili aliliweka vizuri kabisa, na hii jambo Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi wake, hata sisi leo hii nasi tunaamini ni kweli na tunaliamini. Yesu alisema kwamba ule mwisho hauji, ila tu utakuja mpaka pale habari njema za ufalme wa Mungu zitakapohubiriwa kwa mataifa yote. Huu nao ni miongoni mwa unabii, habari njema za ufalme wa Mungu kuhubiriwa katika mataifa yote. Ni cha kwamba nabii zipo nyingi ambazo zimetabiriwa, habari za mambo yatakao kuja, habari za ujenzi wa hekalu, habari za mpinga Kristo, habari za mito Frati kukauka, habari nyingi mbalimbali ambazo Biblia imezitabiri kama mwanzo wa utongo au kama mwanzo wa Yesu Kristo kurejea tena hapa duniani kwa mara ya pili. Lakini Yesu mwenyewe alitupa jambo la mwisho na la hitimisho kabisa, akasema ndipo habari njema za ufalme wa Mungu zitakapohubiriwa katika mataifa yote kuwa ushuhuda kwao. Kwa nini habari njema ya ufalme wa Mungu ihubiriwe kwa mataifa yote kuwa kama ushuhuda? Ili asiwepo mtu wa kutoa sababu kusema kwamba mimi sikusikia injili ikihubiriwa. Yaani Yesu hatorudi mpaka pale injili itakapohubiriwa kwa mataifa yote, kwa kila kiumbe, kwa kabila na lugha zote. Injili ni lazima itawafikia tu. Hata watu wasipoenda huko itawafikia, hata kwa mitandao ya kijamii, hata kwa media mbalimbali. Injili itafika popote pale ambapo wanadamu wapo. Ndio maana Mungu akamtoa mwanawe Yesu Kristo hapa duniani, akaja akatupa neema hii ya bure, neema ya ajabu tukaipata. Yesu hakuishia hapo tu. Biblia inatuambia alishuka mpaka huko kifungoni, akazihubiria roho zilizokuwa kifungoni huko kuzimu. Wote walipata injili. Hakuna mtu ambaye atakuwa na sababu ya kujitetea mbele za Mungu kwamba mimi sikusikia injili wakati inahubiriwa, mimi sikumuona Yesu, mimi sijui kilienda kikarudi. No, Yesu Kristo alituachia neema hii. Yesu Kristo alituachia injili, alituagiza twende ulimwenguni kote tukawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Kwa hiyo habari njema za ufalme wa Mungu ndio nabii kabisa mwingine pia wa mwisho kwa habari ya kurejea kwa Yesu Kristo. Mathayo sura 24 mstari wa 14 inathibitisha tena habari njema za ufalme wa Mungu zitahubiriwa kwa mataifa yote kuwa ushuhuda kwao, ndipo ule mwisho utakapokuja. Mwisho hautakuja kama injili haitahubiriwa kwa mataifa yote, na injili itahubiriwa tu. Kwa hiyo sisi tukasema kwa kuwa sehemu fulani labda hawajamna makanisa au hakuna dhehebu au hakuna dini eti kwamba injili haijafika. No, injili inafika hata kwa vyombo vya habari, na itafika kila sehemu ambapo tuna kiumbe, kuna mwanadamu, lazima injili itafika, na lazima injili itafika kwa mataifa yote na ulimwengu wote, ili iwe ushuhuda. Asiwepo mtu wa kutoa sababu ya kwamba mimi sikusikia habari njema za Yesu Kristo, asiwepo mtu wa kusema kwamba mimi sikusikia zikihubiriwa. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba habari njema za Mungu zitahubiriwa kwa mataifa yote kama ushuhuda. Kwa hiyo nipo hapa leo kukwambia habari njema za ufalme wa Mungu zinapohubiriwa, zikikugusa, zikikurudisha kwa Mungu, jaribu kurudi na kukubali na kutii na kutubu, ili usikose neema hii ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu. Kwa hiyo leo hii ninakwenda kukumbusha kwamba habari njema za ufalme wa Mungu ni miongoni mwa nabii ambazo zinaukaribisha ule mwisho na kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Mungu wa mbingu na nchi akubariki.